السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، ومن لم يلبس الثياب من التقى تقرب غريانا ولو كان كاسيا. أما بعد. Tunakukaribisheni katika kipindi chetu, katika muendelezo wetu miongoni mwa elimu hii ya tasawuf, na hususan tunaelezea jinsi ya utaratibu maalumu wa mabwana kubwa ambao wamepata heshima kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowasifu kwamba ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum la yahzanun, kwamba hakika wapenzi wa Mwenyezi Mungu, mawali wa Mwenyezi Mungu, siku ya kiyama hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Kwa maana hiyo hapa duniani vile vile hawana huzuni wala hawahuzunika jambo lote wala hawana hofu, hawa mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwamba katika ulimwengu huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna waja wake, ingawa wote ni waja wa Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana waja wake ambao aliwawekea muhimu kabisa, kwamba hawa ni viumbe ambao wako karibu yake Subhanahu wa Ta'ala. Leo tuna kisa kimoja ambacho cha wali mmoja. Wali huyu ambao ni mwanachuoni vile vile. Huyu wali anaitwa Abul Yazidi. Abul Yazidi huyu ni mwanachuoni na vile vile ni wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kulikuwa na kisa ambacho kimetokea kwamba aliwasilimisha watu katika kanisa nzima. Alikwenda kanisani akawasilimisha watu wote hali ya kuwa padiri yupo. Sasa tumsikilize vizuri jinsi alivyowapata mpaka ikafikia hatua padiri mwenyewe mpaka ameridhika. Anasema kwamba kisati wali Allah Abul Yazidi ibn Mustadhi. Huyu Abul Yazidi ibn Mustadhi radhiyallahu anhu, kana yauma, alikuwa siku moja wali Allah, wali huyu ismuhu wa Abul Yazid ibn Mustadhi. Ibn Mustadhi huyu bwana mkubwa huyu siku moja alilala. Asha fi dawlati al-Iraqi, alikuwa anaishi katika mji wa Iraki bwana mkubwa huyu. Fasami'a an-nidai kabla al-fajr, alisikia mwito kabla ya alfajiri, maana kabla usiku kucha. Wanada al-munadi, akaita mwenye kuita na mwita. Faqala, akasema ya Abul Yazid, ewe Abul Yazid we. Anayemwita huyo hali yakuwa ni usiku kabla ujacha. Inna hadha laila, hakika katika usiku huu lailatul Eid an-Nasara. Huyo ndivyo anamwambia, bwana we, leo huu ni usiku ambao usiku wa mkeo kwa Wakristo. Leo anamwambia Abul Yazidi huyo mwenye kuita, faqumu wadhhabu ilaihim fi dinihim, simama na uende katika dini yao. La'alla Allah, huenda Mwenyezi Mungu, yaftahu bainaka wa bainahu, huenda Mwenyezi Mungu atafungua kati yako na wao, wanaweza akasilimu wote hao, huenda wanaweza kusilimu. Nenda Abul Yazidi. Falamma sami'a, wakati Abul Yazidi aliposikia sauti ile, faqama, akasimama, watawadha, akatawadha, wa ahsana udhu'aha, akatawadha akafanya vizuri udhu wake. Hina idhi, muda huo, la ya'lamu almunadi, hamuiti, amjui anomwita nani, lakini kasimama akatawadha anakwenda msikitini, lakini hamjui anomwita ni nani. Wa akhir al-layla, maana yake mwisho wa usiku. Thumma dhahaba, kisha akaenda Abul Yazidi ila dini nasara, kwenye dini ya Wakristo kanisani. Falamma dakhala, wakati alipoingia Abul Yazidi kanisani, faqama al-baba al-basta, akasimama mlangoni basta, ambaye ni padiri wao, ambaye ni father, akasimama mlangoni anamtazama Abul Yazidi kaingia. Faqama al-kalam, pale pale padiri akasimamisha mazungumzo, anashangaa huyu Muislamu kajia nini hapa katika kanisani hapa. Faqalu al-hawariyuna, wakasema wale wafuasi wa padiri, ya abati,
ya abata, baba yetu we, ya father, padiri wewe, lima tatakallamu, mbona husemi? Umesimama unamshangaa huyu, mbona wala tataka, mbona husemi vipi? Faqala albasta, akasema yule pasta wao ambaye ni padiri, wa kaifa tatakallam, vipi nitasema mimi? Wa bainana, hali ya kwetu sisi, rajul muhammadiyu, kuna mtu ambaye Muhammad hapa, kad dakhala darana alaina, ameingia katika nyumba hii ya kanisa leo, kaingia mtu wa Muhammad huyu. Sasa mimi nitasema nini leo? Nimetulia kwanza nimsikilize anasema nini. Warafa'a ru'usihim, wale wafuasi wote pale walipo, warafa'a ru'usihim, wakanyanyua vichwa vyao kumtazama yule mtu aliyoingia. Wanadhara dakhili, wanamtazama yule aliyoingia, mpaka padiri anakosa kuendeleza misa, anamshangaa yule mtu aina gani huyu. Wara alaysa alama alislam, lakini wakamwona yule mtu aliingia ni mtu kawaida tu, hana dalili yote ya Kiislamu. Gharibun, ni mgeni tu, lakini hana dalili ya Kiislamu, dalili ya Kiislamu. Waraa malabisuhu, wakamwona mavazi yake, kama labisuhum, kama vile mavazi wale wao. Sasa mpaka padiri anamshangaa yule mtu aina gani huyu. Walaysa dalilun, wala hana dalili yote kuona kwamba ni Muislamu, lakini kaingia katika kanisa. Wasala fadhahum, akauliza ile fadhi padiri yule. Waqalu, wakasema ya fadha, wakamuuliza padiri wao, ya fadha, padiri wetu we, kaifa arafta, vipi unamjuaje huyu? Annahu rajul muhammadiyu, unamjuaje kama huyu ni mtu wa Muhammad? Mbona mpaka hivi sasa umesimama, ibada yetu ya misa imesimama, mbona husemi? Vipi umemjuaje kama mtu wa Muhammad huyu? Kulli alihi nahnu nasma'u liinjili, sema tu, endelea kuzungumza wewe tu, nataka tusikize injili, wewe muache, achana naye huyu mtu. Qal, akasema basta huyu ile padiri wao, lilhawariyina, kuambia wafuasi wake, inni a'lamu rijalu Muhammadu, mimi nawajua watu Muhammadi, sima fi wujuhihim, wana alama katika nyuso zao, min athari sujudi, kwa alama za kusujudi. Hamuoni kama anasujida huyu mtu wa Muhammad huyu? Sasa tunataka tumjue akaingilia nini hapa, kafuata nini hapa, hali ya huyu ni mtu wa Muhammad. Ndio maana nimesimama, nyinyi msifikiri mtu wa mchezo huyu. Baada dhalika, baada ya hapo, qala basta, akasema padiri sasa, ya abal yazidi, abal yazidi, ukhriju, toka, nahnu lihi ibadati na misa, mimi nataka niendelee kuendeleza misa hapa, toka hapa, usikae hapa, kwa sababu unaona watu wote wamesimama hapa na mimi nimesimama. Toka, nataka niendeleze misa mimi hapa, usikae hapa. Qala abal yazidi, akasema abal yazidi, wallahi, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, lan akhruju, sitoki hapa mimi. Kama mkorofi bwana mkubwa wewe, wali wa Mwenyezi Mungu huyo. Angalia, kaenda kwenye jeshi la watu, lakini haogopi, lam yatazal, haogopi kabisa, wala babaiki. Lan akhruju, mimi sitoki mimi, hata ahkamu Allah, mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu leo, mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu leo, baini wa bainakum, kati yangu nyinyi mimi na leo tutaonana leo hapa. Wa huwa ahkamul hakimina, na Mwenyezi Mungu ndo hakimu kuliko mahakimu wote, mimi sitoki hapa leo. Ama mimi leo, al-yawmi vile, au antum, au nyinyi zangu, kama leo mimi na nyinyi tutapambana hapa, mimi na nyinyi leo hapa leo. Lam akhruj, mimi siwezi kutoka leo hapa. Watu wote wanamtazama padiri, wanaangalia huyu mbona amekuwa mkorofi kiasi, atamfanyaje hapa. Falamma sami'a hadha al-kalami, wakati aliposikia maneno haya padiri, wal hawariyuna, na wale wafuasi wake, fanadhara bastahumu ala wajhi, wanamtazama padiri usoni, atamfanya nini huyu mpaka anaita jeuri kiasi hiki? Padiri atamfanyaje? Watu wote pale wameatilia ibada ya sala ya misa, wanamtazama yule padiri anamfanyaje yule. Kaifa yaf'alu, je atamfanyaje? Basi watalaba sababun tama, padiri akamtafutia sababu yenye kutimia kabisa, ili alimradi amfanye mpaka atoke. Faqala basta li Abul Yazidi, akasema yule padiri kumwambia Abul Yazidi, sanuwajihuka as'alu,
leo nitakuelekeza maswali, faujibu, unijibu leo. Elekeza maswali unijibu mimi. Padiri anamwambia Abul Yazid ambaye ni wali wa Mwenyezi Mungu, wa in ajabta, ukinijibu anha salamt, umesalimika. Ukinijibu maswali hayo umesalimika. Wa in lam ujibu, kama usiponijibu maswali hayo nitakayokuuliza, lan takhrujuha, huwezi kutoka leo, illa mahmula, isipokuwa tunakubeba juu kwa juu, ala aidina, katika mikono yetu, katila, tunakuwa watudhabihu, na tutakukata wewe, lahmi, tunakata vinyama leo hapa, na uko peke yako hapa, tutakushambulia, tutakubeba juu mpaka tunakata vinyama leo, huwezi kutoka leo hapa, na huwezi kuomba udhuru wote, tukukamata basi leo utakufi hapa na tunakukata vinyama leo, hakuna kutoka hivi sasa. Maneno yale padiri anamwambia Abul Yazid ili kumwambia atoke, anafanya kama anamtisha atoke. Faqala Abul Yazid, faqama Abul Yazid, akasimama Abul Yazid, bibardihi sakina, kwa baridi wa utulivu kabisa, hana wasiwasi. Manake maneno yote ya padiri nataka mkate vinyama pale na wafuasi wake, lakini Abul Yazid walio Mwenyezi Mungu akasimama pale, hawana wasiwasi. Lam yatazalzal, yani hakubabaika kabisa. Akaona huyu padiri mpuzi tu hapa pale, kwa sababu kauli ya Mwenyezi Mungu inasema kwamba ala inna awliya Allah, hakama walio Mwenyezi Mungu, la khawfun alayhim, yale kuna kweli hana wasiwasi wala hana hofu. La khawfun alayhim, hakuwa na wasiwasi kabisa wala hofu. Wala hum yahzanun, wala hakuhuzunika. Padiri anazungumza lakini bado alikuwa hana wasiwasi. As-su'al, akampa swali la kwanza, akampa maswali kama 12. Akampa maswali 12. Swali la kwanza akasema, man huwa al-wahidu la thaniya lahu, ni jambo gani ambalo ni moja hakuna la pili lake? Jambo gani la kwanza moja tu lakini halikuwa la pili lake? Maneno haya padiri anamuuliza Abul Yazid, man huwa, ni jambo gani ambalo ni moja hakuna la pili lake? Qala Abul Yazid, akasema Abul Yazid, jambo ambalo hakuna la kwanza moja hakuna la pili yake ni Allah, ni Mwenyezi Mungu. Kul huwa Allahu ahadun Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mungu ni mmoja tu, hakuna Mungu wawili. Abul Yazid kajibu swali la kwanza hilo, akambandika swali la pili, wama huma thaniyatan la thaniyata lahu, je, ni mambo gani kwa mawili lakini hakuna tatu? Ni mambo mawili tu lakini hakuna la tatu, jambo gani hilo? Qala Abul Yazid, Abul Yazid akasema, waja'alna layla wan nahara ayatayn, ambaye mawili hakuna la pili yake amejalia Mwenyezi Mungu usiku na mchana, ndio dalili mbili. Hakuna masiku matatu au masiku manne, hapana, yani usiku na mchana tu. Majibu maneno hayo Abul Yazid anamjibu padiri. Akambandika swali la tatu, waqala, akasema, waman huwa thalithatan la rabi'a lahu, ni mambo gani yalikuwa ni matatu lakini hakuna la nne? Maswali yote anamuuliza, jambo gani, mambo gani yako matatu lakini hakuna jambo la nne? Qala Abul Yazid akasema, adharu Musa wal Hidhri, yani katika nyudhuru za Nabii Musa na Hidhri walipokwenda safari yao, kwanza akatoboa jahazi Nabii Musa, akamuuliza. Halafu jambo la pili akakutana na mtoto akamuua, na jambo lingine wakakutana na watu wakaomba chakula wakawanyima. Halafu walipokwenda sehemu wakakuta jengo, wasema wajenge, Nabii Musa alitaka malipo. Hapo akajibu swali la tatu, kajibu. Akamuuliza tena swali la nne, maana maswali yote magumu anamuuliza, alimradi washindwe, Abul Yazid ashindwe apate kumuua pale kumkata vinyama. Swali la nne, wama huwa rabi'atun la khamisata lahu, ni mambo gani yako manne hakuna la tano? Anamvizia, ni mambo gani yako manne hakuna la tano? Qala, akasema Abul Yazid akajibu akasema, kutubu samawiya, ni vitabu vya Mwenyezi Mungu, almunazalati, alivyoteremsha ala al-anbiya, katika mitume yake, ni vitabu vinne: Taurati,
Injili, Zaburi, wal Furqan, na katika Qur'ani laisa al-khams, hakuna kitabu cha tano. Wale wa Kristo wanazidi kumtazama mzee wao ule, wanapambana maswali, lakini kila swali anapojibu mpaka anauliza mpaka anajibu. Akambandika swali la 5, wama huwa khamisatan la sadisata lahu. Je, ni mambo mangapi? Kuna mambo matano lakini hakuna jambo la sita. Ni mambo gani hayo? Kuna mambo matano lakini hakuna la sita. Qala Abul Yazid akajibu, qala as-salawati al-khamsa, ni swala 5 al-maktuba ya faradhi. Kuna dhuhuri, al-asri, al-maghribi, wal-isha'i, was-subhi. Tayari hapo ni mambo vitabu vipindi vitano hivyo. Abul Yazid anazidi kujibu maswali kwa kutoka kwa padiri. Padiri sijalijuaje mpaka muuliza maswali kama yale. Tutaangalia mbele huko. Padiri akampiga swali lingine la 6. Wama huwa sadisata lahu, ni mambo gani yako 6? La sabi'ata lahu, hakuna la 7. Kuna mambo 6 lakini hakuna la 7. Mambo gani hayo? Qala Abul Yazid akasema, walakad khalaqna samawati wal ardi wama bainahuma fi 6 ayyam. Haka Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi kwa siku 6 tu. Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi kwa siku 6, hakuna siku ya 7. Wale wafuasi ibada inazidi kuchelewa, wanazidi kumtazama padri wao. Kila habari anazoulizwa swali anajibu. Akambandika swali la 7, akasema huyu mpaka atumuue leo hapa. Swali la 7, waman huwa sabi'atan la thamina. Kuna mambo yako 7 lakini hakuna la 8. Yapi hayo? Abul Yazid ajibu sasa hapo. Anasema qala, akasema Abul Yazid, alladhi khalaqa as-sab'a samawati tibaka laisa thamina. Mwenyezi Mungu ameumba mbingu 7 na ardhi 7, hakuna mbingu ya 8. Mbingu ziko 7 tu, hakuna ya 8. Watu wanazidi kuangalia ibada, huyu bwana mbona hashindi tumuue? Wamekaa imara kabisa, wataka kumkamata sasa, wamkate vinyama na amri ya padri. Akambandika swali la 8, waman huwa thamina la tasi'a. Kuna mambo yako 8, hakuna la 9. Mambo gani hayo? Abul Yazid ajibu hapo, akamwambia qala wa yahmilu al-arshi bil malaikatu 8 yawm al-qiyama. Hakuna jambo la 9 hapo, ni kwamba watakao kwenda kubeba arshi ya Mwenyezi Mungu ni malaika 8, hakuna malaika 9. Watu alijuaje kufudia maswali haya? Na Abul Yazid mpaka anajibu maswali haya, anasema siku ya kiyama malaika 8 tu wanakwenda kujibu kubeba arshi ya Mwenyezi Mungu, hakuna wa 9. Abul Yazid akasema huyu lazima tumpate. Akampiga swali la 9. Swali la 9 akamwambia, waman huwa tasi'atun la asharatan. Kuna mambo 9 lakini hakuna la 10. Yapi? Akamwambia Abul Yazid akasema qala muujizati Musa 9 ayati. Miujiza Nabii Musa alikuwa na miujiza 9 tu, hakuna 10. Watu wanaona huyu bwana alisoma wapi huyo padiri mpaka huyo Abul Yazid walisomeshana wapi mpaka wanajibizana maswali, hali ya kuwa Abul Yazid habaiki kabisa huyo. Akamwambia mambo ya 9 hayo ni kwamba Nabii Musa alikuwa na miujiza 9. Je, ni kweli? Si kweli? Ni kweli bwana. Watu wote wakawa wanashangaa, wote mtazama Abul Yazid huku na mtazama yule padiri wao. Akambandika swali la 10, akamwambia waman huwa ashiratan illa fa'ala idha fa'alat yazida. Waman huwa asharatun in fa'ala ziyada. Ni mambo gani alikuwa 10 ukifanya Mwenyezi Mungu anakuzidishia? Yako 10 lakini ukifanya nyingine Mungu anakuzidishia nyingine zaidi. Yapi? Qala, akasema Abul Yazid, man jaa bihi alhasanati falau ashru amsalha. Naona mwenye kufanya jambo moja Mwenyezi Mungu anamzidishia 10. Hiyo ni aya ya Mwenyezi Mungu. Akamjibu vile. Abul Yazid anajibu kwa mnasaba wa Qur'ani. Abul Yazid anajibu kwa mnasaba wa Qur'ani. Akamwambia kwamba katika mtu akifanya jambo moja basi Mwenyezi Mungu anampa 10. Akambandika swali la 12, la 11. Akamwambia waman hiya shajarati kabira. Ni mti gani ulikuwa mkubwa? Hiya shajara, mti huo lahu ghusunu 12. Mti huo una matawi 12. Wa waraquhu
thalathuna, na majani yake yako 30. Wa kullu waraki, na kila jani moja, wa kullu waraki, kila jani moja thimarun 5, kila jani moja lina majani 5, lina matunda 5. 3 fi dhilli, 3 yako kivulini, wa 2 na mawili shamsi yako juani. Ma hiya shajara, mti gani huo? Lakini habari akazidi akajibu, akamuuliza swali hilo, kambandika swali moja zito sana. Anasema hiya shajar, mti gani huo uliokuwa mrefu katika jinsi ilivyo, matawi yake yako 30, halafu yake ina matunda 12, halafu majani yake yako 30, halafu kwa kila jani moja lina matunda 5. Je, mti gani huo? Qala Abul Yazidi akaanza kujibu swali hili ambaye watu wote kaza hapa sasa ndio pa kumuua huyu bwana, kwa sababu swali ni gumu sana. Hiya shajara, Abul Yazid akaanza, hiya shajara, huo mti sio mti sana, ni mwaka sana, ti mwaka mmoja. Huwa 12 ashhuri, na mwaka una miezi 12, ndio matawi yake. Wa kullu shahri, na kila mwezi mmoja ayami 30, ina masiku 30. Wa kullu yaumi, na kila siku moja salawati al-5, kuna sala 5. Wa thalitha fi dhilli, na majani 3 katika matunda 3 yako kimvulini. Hiya al-maghribi, magharibi iko kimvulini jioni ile. Wal isha na isha, wa subuhi na asubuhi, majani 3 ya tayari, matunda 3. Wa 2 matunda 2 fil shamsi, ile kukajuani. Hiya dhuhuri wal maghribi wal asri. Wakaona sasa huyu bwana swali ugumu kiasi hiki mpaka kajibu. Akaona bora ampe swali la mwisho, akampa swali la mwisho, halafu sasa naye Abul Yazid aulize swali moja, ndio pale Waislamu wa Kristo waingie kanisani. Akampiga swali la mwisho, akamwambia ma huwa al-kabru, ni kaburi gani? Alati sara bisahibi, kaburi liko linatembea na mtu, kaburi lakini linatembea na mtu, sio mtu anatembea, yani mtu yuko kwenye kaburi, ile kaburi ndio linatembea na mtu. Kaburi gani hilo? Abul Yazid anaulizwa swali gumu kiasi hicho. Ma huwa al-kabri, ni kaburi gani? Alati sara bisahibi, liko linatembea na mtu wake ndani. Kaburi limeng'oka, linatembea mwenyewe, linatembea. Kaburi gani hilo? Swali hili ni gumu sana kwa mtu yote aweza kajibu, lakini mpaka kwa walio Mwenyezi Mungu akajibu bila wasiwasi wote. Qal, akasema Abul Yazid, hiya hutu Yunus, hiyo ni kaburi, sio kaburi kweli, hiyo ni samaki aliyomeza Nabii Yunus alayhi salam. Fantakama wa huwa mulim, alimemezwa hali ya kuwa anatembea naye, alikuwa jilao, yani samaki kammeza mtu, basi Nabii Yunus alikuwa anatembea ndani ya samaki, yani samaki anatembea, Nabii Yunus yako ndio kama kaburi lake yuko mlika. Hiyo anasema kaburi sio kaburi kweli, ni samaki aliyomeza Nabii Yunus, ndio kaburi, ndio imekuwa hiyo. Basi fataajaba alhawariyuna wanasu ajma'ina, wakastaajabu sana wafuasi wale wafadhili wake wa Kristo wote pamoja na watu wote, wakashangaa huyu nabii alikuwa wapi mpaka wanajuana maswali, wanauzana mpaka anajibu namna hii. Kaifa yaarifu basta, alijuaje huyu padiri hadha suali, maswala haya? Wa kaifa Abul Yazid, na vipi Abul Yazid yaarifu hadha suali, maswali kama haya, hata yujibu suali kulli, mpaka kajibu maswali yote haya. Sasa baada ya hapo qala Abul Yazid, akasema na Abul Yazid, padiri umeniuliza maswali yote 12 na kujibu. Sasa wa ana sa'alu su'al wahidi, na mimi nakuuliza swali moja tu basi. Wewe umeniuliza maswali mengi, lakini mimi nitakuuliza swali moja tu basi. Fa ujibu anha, unijibu tu basi. Maana ukinijibu wewe ulisema kama nikikosa kujibiwa hapa, basi unanikata vinyama nitakufia mbali, na mtanikata mnanitupilia mbali. Sasa wewe ukikosa kujibu swali hili, nataka wafuasi wako wote hawa niwasilimishe waingie msikitini. Abul Yazid anatamba pale kwa sababu maswali yote kajibu. Basi fakala basta, akasema yule padiri, sal, uliza. Qala Abul Yazid, akasema Abul Yazid, wote mliokuwa hapa hudhurieni msikilize swali ninalomuuliza padiri wenu, halafu moja kwa moja wote mnisikilize mimi.
Qala Abul Yazid, akasema Abul Yazid, ma huwa miftahul janna. Hilo tukamuuliza padri, ma huwa miftahul janna, ni zipi funguo za peponi? Funguo za peponi na kujibu nauliza unijibu padri, zipi funguo za peponi? Fanadhara basta yamina wa shimala, akatazama yule padri kuliana na kushotoni, hana la kujibu muda ule. La yujibu, hakujibu swali ile. Faqala al-hawariyuna al-ana, wakasema wale wafuasi wake, al-ana fadhahata ya basta, leo unatufadhisha mzee. Sasa fadhahana, unatufadhisha ya basta, ewe padri wetu. Anta tasalu suala kulliha, wewe umemuuliza maswali mengi sana, fa ujibu kama kujibu. Anta sa'aluhu su'alan wahida, wewe unauliza swali moja tu. Faajaza anhu, mpaka unashindwa padri, imekwaje mzee? Padri unauliza swali moja unakosa kujibu. Huyu umemuuliza maswali 12 lakini wewe moja unajibu tu, huyu kujibu unashindwa. Qala basta, akasema yule padri wao, ayyukum almalau, enyi watu wangu, ana aarifu, mimi najua swali hilo, walakini isipokuwa akhsha ilaikum, naogopa kwa nyinyi. Leo swali hilo nikilijibu tena mtihani kwangu, naogopa. Qalu, wakasema alhawariyuna, wakasema wale wafuasi wake, ambiu, mwambie swali tujibu, tumjibu. Nahnu waraika, tuko nyuma yako sisi, tunakufuata wewe padri wetu. Kul ma huwa miftahul janna, sema ewe padri, ni ipi funguo za peponi kama alizokuuliza huyu bwana Abul Yazid? Qala fadhahum, akasema yule padri, alladhi bastahum, ambaye ni padri wao, ayyukumul malau, enyi watu wangu nye, alyawma aqul lahum alhaq, leo nakwambieni kweli mabwana, leo nakwambieni kweli. Almiftahul janna, funguo za peponi, la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Qalu alhawariyuna, wakasema wale wapadri wale wafuasi wake, ala, kumbe nahnu nuridu dukhul aljanna, sisi tunataka tuingie peponi. Anta tukhifi kulli yawm, kumbe wanatuficha kila siku bwana, kila siku unatuficha. Kumbe funguo za peponi kusema la ilaha, wote watu tusilimu, wao kumbe wanatuficha tusiingie katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Maana yake nini? Basi wote wasema la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, hapana mola paswai kwa mdogo wake isipokuwa Mwenyezi Mungu, na Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Al-ana nahnu muslimina, leo sisi wote tumekuwa ni waislamu, padri tutakaa peke yako. Fakharaja Abul Yazid ma'a ta'ifatun nas, akatoka Abul Yazid na kundi zima la watu wote wakaingia katika Uislamu. Halafu akasema kwamba inna sidqa, Abul Yazid sasa akamkandamiza maswali kale, anasema wewe ulikuwa unawadanganya hawa kila siku, utakuja wapeleka wapi? Unataka waingie motoni hapa. Hivi leo ni la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah ndio ufunguo kuingia peponi. Hawa wote sasa hivi twendeni mkasilimu, mje msilimu hapa, tuingie msikitini. Sasa maneno anamwambia Abul Yazid, yule padri anamwambia padri, inna sidqa, kwani katika ukweli, yahidi ila albirri, ukweli unampelekea mtu katika wema. Wa inal birri, na katika wema, yahidi ila janna, unampeleka mtu peponi. Wewe ulikuwa unadanganya kila siku, havipi? Wa inna rajulu, haka mtu yote, la suduku, anaposema ukweli, hata yuktabu inda Allahi siddiqa, mtu yote anaposema wewe ukweli, basi anaandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba huyu ni mkweli. Wewe kila siku unadanganya watu hawa bana, vipi imekwaje? Wa inal kadhiba, haka uongo, yahdi ila alfujuri, uongo unampeleka mtu katika maasi. Wa inal fujura, na katika uovu, yahdi ila nari, uovu unampeleka mtu katika moto. Wa ina rajula, haka mtu yote la yukadhibu, mwenye kusema uongo, hata yuktabu inda Allahi kadhaba, msema uongo yoyote yule kila siku mbele anasema uongo, basi anaandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba huyu ni muongo. Iyakum wal kadhiba, jiepusheni sana na uongo. Fa inal kadhiba, haka uongo, mujaniba lil imani, unamtenganisha mtu na imani. Abul Yazid, wewe unafikia kuwadanganya watu kila siku. Kwa hiyo kisa hiki kimetokea kwa sababu Abul Yazid alikuwa ni mtu mcha Mungu, akawasilimisha watu wote kutokana na ukweli wake na maswali yote aliyojibu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika
Kisa hiki kinatufundisha watu tuwe wa kweli na tuwe katika kumpenda Mwenyezi Mungu na tuende katika daraja za ucha Mungu. Daraja za ucha Mungu, kuacha maasi yote na kufuatia amri zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na muda wetu umetuishia na mambo mengi ya kuzungumza, lakini hatuwezi kupigana na ukuta. Tunamshukuru, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya njema, awarehemu wazee wetu waliokuwa makaburini. Mwenyezi Mungu atukufirie sisi madhambi yetu pamoja na wazazi wetu. Mwenyezi Mungu ampe afya njema shekhi wetu Sheikh Muhammad bin Nasr al-Qadiria pamoja na mawali wengine, pamoja na shekhi wetu ambaye ni Sheikh Zuberi, Sheikh wa mkoa, Sheikh wa taifa letu Tanzania, ashirikiane na taifa hili kuongoza katika umoja, katika kuwatengeneza Waislamu kuwa kitu kimoja. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie afya njema mama yetu Samia Suluhu Hassan, ili amjalie kila khairi, aongoze salama na amani katika nchi yetu hii. Allahumma jamilna bil afya was salam wa haqiqna bit taqwa wal istiqam wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.